Mojawapo ya mtu ambaye alibahatika kwenda kwenye sehemu ile ya kuchaguliwa alikuwa ni Esther. Kwa hiyo ushauri wa wale watumishi wake utauona kwenye sura ya 2. Utasema ambapo kwenye mstari wa 3 anasema ya kwamba naye mfalme aweke wasimamizi katika majimbo yote ya ufalme wake, ili wakusanye pamoja mabikira vijana wazuri wote, waende Shushani ngomeni, kwenye nyumba ya wanawake mikononi mwa Hegai, msimamizi wa nyumba ya mfalme. Sema mikononi mwa Hegai. Sema mikononi mwa Hegai. Msimamizi wa nyumba ya mfalme, mwenye kuwalinda wanawake, tena wapewe vifaa vya utakaso. Na yule msichana atakayempendeza, yama hivi ni nini kama tunazikana isimisho? Na yule msichana atakayempendeza mfalme, na awe malkia badala ya Vashti. Neno hilo likampendeza mfalme, naye akafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mabikira ambao walichaguliwa kabla ya kuenda kujionyesha kwa mfalme, walipaswa waende kwenye nyumba ya mtumishi ambaye alikuwa anaitwa Hegai, na walipaswa wakae pale kwenye nyumba ya mtumishi kwa muda wa miezi 12, na kwa miezi 6 ya kwanza walipaswa watakaswe kwa mafuta fulani ya manemane, na miezi 6 iliyobaki watakaswe kwa mafuta ya aina nyingine. Na huo ndio ulikuwa muda ambao mfalme aliweka kwa ajili ya kuwatakasa kabla hajakutana nao. Na wakati huo sasa ndio wakati ambao wale watumishi ambao mabikira ambao walichaguliwa walipewa chakula kizuri, na walipewa mavazi mazuri, na walipewa malashi mazuri, ili ya kwamba wakienda kwa mfalme wanukie vizuri, wawe na sura nzuri, wasiwe watu ambao kama vile wamefunga uso wao umekunjamana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ule ulikuwa ni wakati ambapo mabikira wanakaa chini ya msimamizi ili ya kwamba watakaswe. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwenye kitabu hiki kwenye kitabu hiki